Si kosa kurejea nyumbani, kwani hata mwana mpotevu alivyomaliza kila kitu alichopewa na baba yake alikaa chini na kujitafakari, ya nini mie kukosa hata chakula ile hali kule nyumbani watu wanakula na kusaza. Ni kheri nirudi tena nyumbani nimwambie baba, nisamehe, mimi ni mwanao na nimerejea kuendelea na maisha kama kawaida, baba atanipokea. Alipokuwa kwenye ardhi ya Tanzania alionekana kama ni mfalme, alionekana kama mchezaji asiyeguswa anayeweza kufanya chochote ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Kisha akaondoka huko alikoenda, akupokelewa kama maisha yalivyokuwa hapa nchini Tanzania, sio Morocco, sio Libya. Jina lake limeendelea kusalia ndani ya uzi wa Young Africans. Kule alikoenda wanajiuliza, mbona kule alikuwa na washa moto? Duru zinaeleza Aziz Ki yu njiani kurejea hapa nchini Tanzania, wala si maneno yangu bali Musa Mkwaju kupitia ukurasa wake wa Instagram wanasema, taarifa zinaeleza kuwa klabu ya Yanga tayari imefikia makubaliano binafsi na mchezaji wa kimataifa Burkina Faso Stephen Kiaziz ili kujiunga na klabu hiyo msimu ujao. Inaripotiwa kwa Yanga wametuma ofa ya dola 350,000 ambao ni sawa na shilingi milioni 916,627,600 za Kitanzania ili kuvunja mkataba wa Aziz Ki kwenye klabu yake ya sasa ya Al Ittihad ya nchini Libya. Aziz Ki alijiunga na Al Ittihad kwenye dirisha la mwezi Januari, anakusaini mkataba wa miaka miwili wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1. Aziz Ki amekubali kurudi nyumbani. Huyo ni Musa Mkwaju. Natharet Upete yeye kwenye ukurasa wake wa Instagram anasema, klabu ya Al Ittihad ipo tayari kuridhia ofa inayokadiriwa kuwa ni dola 350,000 kutoka kwa Yanga baada ya nyota huyo kuwasilisha nia yake ya kuondoka. Klabu hiyo haina tatizo na Aziz Ki kuondoka, kwani ameonyesha wazi afurahi mazingira Libya. Mazungumzo ya Aziz Ki na Yanga ni ya moto sana. Wakati huo Ansbet Raphael amegongelea msumari kwenye urejeo wa Aziz Ki akisema, Yanga imefikia makubaliano binafsi na kiungo wa Al Ittihad Aziz Ki. Tayari umekubaliana kila kitu na Aziz Ki baada ya mazungumzo marefu. Mshahara na sign-on fee sio shida kati ya Yanga na Aziz Ki, kila kitu kimekubalika. Kilichobaki ni Yanga kumalizana Al Ittihad ya Libya. Januari Aziz Ki alijiunga na Al Ittihad kwa mkataba wa miaka miwili wenye thamani ya US dola 400,000 sawasawa na bilioni 1 milioni 48 na 1,200. Sasa Yanga wanatakiwa kuvunja mkataba wake ili arejee Jangwani. Hii ni kumaanisha kuwa Aziz Ki kama si leo ni kesho atatua tena Jangwani, yaani hapa Alan Okello pale Pakome, kisha Aziz Ki katikati yao, zile 5 kama anaziona zinarudi.